hali tuliyofikia sasa hivi ni sio kunyoshana vidole, bali tayari ni kuangalia ni kwa namna gani tuiwezeshe jamii kutambua ya kwamba kwanza tuzuie watu wasiingie kwa urahisi kwenye uraibu, lakini pia kama kuna namna yoyote kwa mfano kuna dawa kama za methadone, kuna sober houses, kuna rehabilitation centers, kuna centers za kidini pia, kuna sessions za duration mbalimbali, siku 90, siku 120 na kadhalika, ili kuondoa watu katika uraibu na ikiwezekana kuzuia kabisa wasirejee tena katika hali zao zilizoathiri vibaya. Baada ya kusema haya, inahimiza na kuhamasisha wadau wote ambao wako tayari kutunga mkono kwa rasilimali fedha na kwa rasilimali za ufahamu katika jamii, ili mlango huu ambao serikali inafungua wa wadau kushirikiana na serikali yetu kule ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi tutumie vizuri, tuingie, tupeane support, tufike mahali ambapo uoga wa uraibu huo sana. Mraibu hawezi hata kudhamini yeye mwenyewe kula, anachothamini ni madawa. Kwa hiyo jamii ndio tunatakiwa kusimama katika ile lengo la kuwasaidia. Kama jamii haitachukua nguvu ya kudhazati na za makusudi kabisa kuwasaidia waraibu wa dawa za kulevya, basi tatizo hili litaendelea kuwa majanga na litaendelea kuwa tatizo kubwa sana. Naomba turudi tena kwenye malezi, elimu, maadili ya dini. Tena ni malezi, elimu, maadili. Yangu mimi ni haya. Kama tutaweza kufanya haya, naamini wale vijana wetu wa miaka 12 wakifika miaka 52 watakuwa tayari ni walezi bora ambao watafundisha sasa watoto wao wa miaka 12 malezi bora, elimu bora na maadili. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.